Na mtazamaji wetu, mimi ni Samuel Thomas. Nyuma yangu ni mamia ya watu ambao wamehudhuria katika mahafali ya 16 ya chuo hiki cha kupanda makanisa hapa Kitunda. Huyu ni mkuu wa chuo hiki cha hapa cha Kitunda. Tutakwenda kuzungumza naye atuambie yale ambayo yamefanyika mahali hapa, lakini pia anakuambia nini wewe mtazamaji wetu unaotazama kwa muda huu, na pengine yako mambo ambayo pengine angependa kukushirikisha. Na moja kwa moja tunakwenda kuzungumza naye atuambie yale yote yaliyofanyika siku hii ya leo, lakini pia nini matarajio na malengo ya chuo hiki cha Kitunda, chuo cha kupanda makanisa. Naam, ni katika jimbo la Ilala Mashariki hapa jijini Dar es Salaam. Tumsikilize akizungumza na wewe. Pastor, bwana asifiwe. Amina mwandishi. Bwana asifiwe sana. Amina, hongera sana. Tunamshukuru Mungu, asante. Tumeona mmekuwa na mahafali ya 16, mahafali yamefana sana na wingi wa watu, wahitimu wamekuwa ni wengi pia. Nini hasa siri kubwa? Tunamshukuru Mungu tu kwa kutusaidia kutimiza mpango mkakati wa kanisa letu la Tanzania Assemblies of God, lakini pia tunamshukuru Mungu anatusaidia kutimiza mpango mkakati wetu pia kwenye idara ya elimu ya taifa na jimbo pia. Kwa kweli tunamshukuru Mungu. Hii tangu jimbo hili chuo hiki kianze, hii ni mahafali ya 16. Lakini kwa jimbo jipya mara baada ya majimbo kugawanywa, hii ndio mahafali yetu ya kwanza. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu, pamoja na kwamba jimbo hili limeanza Aprili mwezi huu wa 4 mwaka huu, lakini chuo tulianza mwezi wa 6. Na tunamshukuru Mungu ametusaidia, tumekuwa na wanafunzi 30. Ni kweli waliomba wengi, lakini tuliona mwaka huu tuwe na kimkakati, tuchukue wanafunzi ambao moja kwa moja wanaenda kupanda makanisa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu ametusaidia katika mchujo, tukawa tuna wanafunzi 30 na leo wamehitimu vizuri, wakiwemo wanaume 20 na wanawake 10. Na tunamshukuru Mungu makanisa yamepandwa na mengine yanaendelea kupandwa, viwanja vimeshatambuliwa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, wanafunzi wetu wote wako kazini. Mwaka huu tumeamua tuingie kimkakati. Kwa hiyo wanafunzi hao wote wako kazini na wengine wanaenda kuanza kazi. Tunamshukuru Mungu sana mwandishi. Utawakumbuka kwa lipi? Kwa kweli tutawakumbuka kwa utendaji wao. Wanafunzi hawa ni limbuko na tunamshukuru Mungu kwa kweli, pamoja na kwamba ni limbuko lakini wameonyesha moyo wa kuifanya kazi ya Bwana. Kwa hiyo tumekuwa na vipindi vya field practical, wameenda kufanya kazi. Na hapa chuoni kwetu sisi miaka yote tuna utaratibu wa kila mwanafunzi lazima asababishe watu 10 waokoke na wabatizwe. Na umeona mwandishi, kuna wanafunzi wengine wameleta watu 20 kwa Yesu na wapo makanisani mwetu. Kwa hiyo kwa mwaka huu tunamshukuru Mungu, watu waliookoka kupitia wanafunzi hawa ni watu 371. Na tunavyoongea hivi wako makanisani na tumewabatiza na wanaendelea vizuri na Kristo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, jimbo limeongezeka kupitia wanafunzi hao miezi 5, watu 371. Hii ni neema kubwa sana. Hao waliokoka 371 wamepatikana kipindi hiki cha miezi 5 ya masomo. Wanafunzi wetu tumekuwa na mkakati, kila mwanafunzi lazima asababishe watu 10 waokoke na wabatizwe na wakabidhiwe kwa wachungaji. Kwa hiyo hao tunavyoongea wako makanisani mwetu kwenye jimbo la Ilala Mashariki. Naam, huyo ni mkuu wa chuo hiki cha kupanda makanisa hapa Kitunda jijini Dar es Salaam. Amezungumza mengi, lakini kama unavyotazama pembeni yake yuko na mwanadada, niseme mwanamama, wao wenyewe wanajua jinsi wanavyoitana, lakini atakwenda kutuambia ni nani, lakini pengine ana chochote cha kutushirikisha katika mahafali haya ya siku hii ya leo. Pastor, karibu tena. Asante sana. Nilesimama naye ni mke wangu anaitwa Glory Kimaro, na ninamshukuru Mungu kwa kweli, huyu mama amekuwa baraka sana kwenye huduma hii ya chuoni na amekuwa baraka pia kanisani pale Betheli na hata kwenye familia yetu. Tunamshukuru Mungu, tunaongezeka. Naomba nimpe tu nafasi atusalimie. Karibu. Naam, karibu sana, utusalimie, salimie mtazamaji na kutazama sasa, lakini pia tuambie unajisikiaje kuhudhuria katika mahafali haya ya 16, lakini ni mahafali ya kwanza baada ya jimbo hili kugawanywa. Mafanikio makubwa sana, watu 30. Huyu ndiye kiongozi, nyuma yake kuna kiongozi anayemfanya push. Karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Kwa kweli leo imekuwa ni siku ya baraka sana kuhudhuria mahafali ya kwanza katika jimbo letu. Tunamshukuru Mungu, Bwana ametenda. Kwa hiyo afanya, kwa kweli tunamshukuru Mungu sana sana. Waende wakafanye kazi ya Bwana. Waende shambani wakafanye kazi ya Bwana. Wakimtegemea Mungu yote yanawezekana. Amina. Asante sana. Nakushukuru sana mkuu wetu wa chuo. Asante. Nakushukuru sana mama.
Ubarikiwe sana. Na mtazamaji, kama unavyotazama ni mahafali ya 16 ya chuo cha kupanda makanisa hapa Kitunda katika jiji hili la Dar es Salaam. Na sasa tunakwenda kuzungumza na baadhi ya wahitimu ambao wamehitimu siku hii ya leo. Ni watafute mahali walipo, make wengi sasa wanapiga picha na ndugu jamaa na marafiki ambao wamehudhuria katika mahafali haya kwa siku hii ya leo. Na huyu ni miongoni mwa wahitimu wa chuo hiki cha kupanda makanisa hapa Kitunda katika jiji hili la Dar es Salaam. Kama unavyotazama tayari amekwisha pambwa na maua na ndugu jamaa na marafiki. Tunataka tu atuambie anajisikiaje kuhitimu chuo cha kupanda makanisa kwa siku hii ya leo. Karibu sana kwa kujitambulisha kwa majina yako na utuambie unajisikiaje. Karibu sana. Kwa kweli kwa majina yangu naitwa Katunzi Ernest Kamkuru. Ni siku ambayo tuliingoja sana, kwa kweli tumefurahi sana, tumejisikia vizuri. Tunatamani na wengine na mwakani wawe kama sisi, na Mungu awabariki. Kwa kweli moto na umeshawaka, hatuwezi na tukauzimisha. Baada ya kuhitimu ninaingia shambani. Wako watu ambao wanatamani sana kufanya kazi hapa mjini. Wewe pengine ni mkazi wa hapa Kitunda na unatamani kanisa ufungue hapo maeneo ya hapa karibu na chuo. Unawashaurije? Pengine yako maeneo mengi sana hapa Tanzania ambao hayana makanisa. Nini ushauri wako, lakini pia ndoto zako ni zipi? Kwanza kwa ushauri wangu, ninawashauri kwamba na wamsihi Mungu na waelekeze sehemu ambako na mautia, kwa sababu Mungu anamuita mtu na anamuelekeza na mahali pa kwenda. Nimejifunza kwa baada kutafasiri Biblia, nimejifunza na namna ya kutumika. Kwa hiyo ninasema kile ambacho nimejifunza nitaenda kukitendea kazi, na ninawasa wale ambao tunao na waacha mali hapa watembee kwenye misingi, wapate kumeta salama kama sisi. Naam, asante sana mchungaji Katunzi Ernest Kamkuru. Ubarikiwe sana. Amina. Asante sana. Naam, huyo ni Ernest, tumezungumza naye, ametuambia namna anavyojisikia, lakini pia lengo lake kubwa ni kwenda kufungua kanisa. Kama unavyofahamu, hiki ni chuo cha kupanda makanisa. Na hivyo amehitimu leo katika mahafali haya, na lengo lake sasa kama ambavyo tumezungumza naye ni kwenda kufungua makanisa. Tutafute pia mtu mwingine mmoja ambaye pia ni mhitimu wa mahafali haya kwa siku hii ya leo, naye atuambie anajisikiaje kuhitimu. Tuko na mama hapa. Huyu naye pia ni miongoni mwa wahitimu wa chuo hiki cha kupanda makanisa hapa Kitunda katika jiji hili la Dar es Salaam, ni jimbo la Ilala Mashariki. Atuambie mama anajisikiaje kuhitimu, lakini nini malengo yake mara baada ya kuhitimu chuo hiki cha kupanda makanisa. Mama, karibu sana. Bwana asifiwe. Amina. Habari za kwako? Nzuri tu. Hongera sana kwa kuhitimu chuo cha kupanda makanisa. Asante sana. Nini malengo yako mara baada ya kuhitimu? Karibu. Malengo yangu baada ya kuhitimu na kwenda kupanda kanisa. Nini hasa ambacho tutakwenda kukifanya mara baada ya hapa, na nini ushauri wako sasa kwa wale wengine ambao wamehitimu siku ya leo? Kwa hapa niliokuwa nimejifunza mambo mengi katika kumtumikia Mungu, katika kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Zaidi ya yote ni kutunza utakatifu ambao Mungu ameagiza ya kwamba kuweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Na zaidi mengine yote ya kwenda kuanza kazi yake na kuwafundisha watu kama askofu mkuu ametufundisha ya kwamba tukalihubiri neno. Wala tusihubiri kitu kingine bali tukalihubiri neno.